Askofu Bagonza amezungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea cha kukamatwa lakini pia kupewa kesi ya uhaini Tundu Antipas Lissu. Huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa kupitia hapa interview ambayo Sauti Digital wameifanya na Askofu Bagonza, hapa anaeleza kwa upande wake kuhusiana na kukamatwa kwa Lissu. Ukimsikiliza vizuri anasema ni ishara ya 4R za Rais Samia zinavamiwa, lakini pia amekumbusha kuhusiana na kile ambacho Amos Makala alikizungumza kuhusiana na kuja kwa Mpox pamoja na virusi vya Ebola. Hata yeye pia ilitakiwa achukuliwe hatua. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hicho ndicho ambacho amekizungumza Askofu Bagonza. Ngoja nikuwekee hapa interview ambayo amefanya nao Sauti Digital, hapa umsikilize. Hii ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi. Kukamatwa kwa Tundu Lissu na kufikishwa katika mahakama kunaibua nadharia zipi katika mazingira ya siasa za taifa hili la Tanzania, hasa katika kipindi ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akieleza juu ya utekelezaji na usimamiaji wa 4R? Mimi nimeyasikia hayo, pamoja na kwamba niko kitandani naumwa, nimelazwa, lakini nimeyasikia. Labda nilikuwa na mawili matatu ya kusema. La kwanza, mimi nafikiri tuna tatizo kubwa la kutokuwa na usawa mbele ya sheria. Mashitaka aliyofunguliwa Lissu ya uhaini, nikisoma sheria ile naona ni yamejengwa zaidi katika kuhukumu nia yake, kwamba na nia hofu. Lakini tumeona hivi karibuni, tulimuona mmoja juzi akisema Chadema italeta Mpox na Ebola, hakuchukuliwa hatua. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kinachohitajika ni ustahimilivu, resilience ya hoja zinazotolewa. Huu ni mwaka wa uchaguzi, tunahitaji kuvumiliana, hata kama hatupendi kusikia yanayosemwa, lakini tuyavumilie. Yanayojibika yajibike, yasiyojibika yatafutiwe ufumbuzi. Kugeuza mashtaka ya kisiasa kuwa ya uhaini, sioni kama inachafua hali yetu ya nchi. Inaweza ikawa ni nguvu ya Chadema, ama ni utayari wa wananchi kuungana na wana mabadiliko, ama ni serikali kutokuwa tayari kuweza kusikia yale ambayo yanazungumzwa na wapinzani wao kisiasa? Ninafikiri ni yote mawili. Ushawishi wa Chadema ninaona kama unapokelewa, kwa sababu sioni anayelazimishwa kwenda kuwasikiliza. Watu wanakwenda kuwasikiliza. Dai lao kwa kweli ni dai la mnyonge aliyeni Joshi. Dai lao la kutaka mabadiliko linahitaji lijibiwe, halijajibiwa. Kwa hiyo tunaingia katika hatua ya pili. Sioni utayari upande wa serikali kujibu hoja za hawa wanaozungumza. Ninatamani tujenge taifa linalozungumza zaidi kuliko kutunishiana misuli na kupigana mabomu na nini. Hiyo sio sawa kwa taifa letu. Inaweza ikawa na hatari kiasi gani katika taifa kwa mazingira ya sasa, na pengine namna ambavyo wananchi tunawashuhudia wanakwenda katika mikutano, inaweza ikawa na hatari kiasi gani? Inaweza kuwa na hatari kwa sababu sasa hivi tunazungumzia watu wanaokwenda kwenye mikutano, sio wazee. Wale wazee watano na CCM ya mwanzo hawaendi tena kwenye mikutano hii. Sana watakwenda kwenye mikutano ya kubebwa, lakini mikutano ya kujitakia wanaoenda wengi ni Gen Z na vijana, na hawa ni vijana ambao wamekata tamaa, wengine kwa kukosa ajira, wengine hawana hata mlo wa asubuhi na jioni. Kwa hiyo nafikiri hekima inatakiwa. Ninaona nguvu zaidi kuliko hekima. Tanzania yetu miaka yote tumeishi kwa matumaini. Matumaini ya haki itatendeka, matumaini ya kesho itakuwa bora zaidi, matumaini ya mabadiliko ya mfumo, mabadiliko ya viongozi na kadhalika. Watu wakiishi kwa matumaini ni rahisi sana kuwatuliza. Hata sisi kikwetu, mama akiona hana chakula anachukua mawe, anachemsha mawe. Watoto wakiona chungu kinatokota wanatumaini kwamba chakula kitaiva wakati ni mawe. Sasa matumaini hayo yanaelekea kuisha katika taifa letu. Rushwa inaongezeka, ulevi wa pombe na madawa ya kulevya vinaongezeka, kukata tamaa kunaongezeka, kukosa ajira kunaongezeka. Hivi viashiria vinahitaji kutunzwa kwa hekima, sio kwa mabomu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amejizolea sifa ya kwamba anatembea na falsafa ya 4R, na hizi zimemjenga katika maeneo mengi. Eneo la siasa ni moja kati ya eneo ambalo
anaonekana kuwa ni moja kati ya marais ambao wanajipatia sifa barani Afrika. Hii kamata ambayo inaibuka kwa hivi sasa inaweza ikachafua jina na sifa ambayo rais amejijengea. Nilishasema toka zamani kwamba fuara za mheshimiwa rais zimetekwa, zichambua na watu wamesikia. Naweza kusema nafikiri aliyebaki anaamini katika 4R ni rais na mimi peke yangu. Wengi wanacheka wakisikia nazungumzia habari ya 4R. Walioteka wanacheka. Utazungumzaje 4R? Unakwenda kwa huyu anasema anahutubia mkutano, anasema tunataka reforms, polisi wasiingilie mambo ya siasa. Halafu polisi wanaenda kuingilia mkutano. Hapo 4R ipo tena? Simeshatekwa siku nyingi. Tatizo ni nani? Ama tatizo ni nini? Na watekaji pengine ni wakina nani? Hilo linahitaji mjadala mrefu kuliko sekunde ulizonipa katika kunihoji. Watekaji wapo, ni wasiotaka mabadiliko, wanaonufaika na mfumo uliopo. Tunapozungumzia habari ya rushwa, wanaonufaika na rushwa sio watu maskini, ni watu wenye madaraka. Tunapozungumzia habari ya ulevi wa viroba, wanaonufaika sio wanywaji, ni wanaotengeneza viroba. Tunapozungumzia habari ya kukosa ajira, wanaonufaika ni walio kwenye ajira kuliko wanaotafuta ajira. Kwa hiyo hao ndio wameteka 4R. Hatua hii inaweza ikawa na athari katika taswira ya siasa za Tanzania na namna ambavyo mataifa yanavyoitazama Tanzania katika kutengeneza serikali yenye inaamini katika demokrasia. Ina athari kubwa sana. Inatishia kila kitu. Ninafikiri hata watu wenye mitaji yao mikubwa ya kuwekeza hapa nchini inabidi wanaweza kuogopa, kwa sababu viashiria vya kuvunja amani vipo. Na amani haitunzwi kwa kupiga mabomu, inatunzwa kwa kuzungumza na kumaliza tofauti zenu. Hatua ambazo zinachukuliwa kwa hivi sasa, nataka kusikia, zina kibomoa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na upinzani, ama ndivyo ambavyo vitaendelea kuimarisha nguvu ya chama na upinzani katika taifa la Tanzania? Mimi ni mmoja wa watu wanaoamini taifa letu ni kubwa sana kuliko vyama. Hivi vyama tu ni makundi ya watu, vimejaa maslahi. Iwe CCM, iwe Chadema, iwe nani, ni vikundi vya maslahi ya kubeba madaraka na kutawala. Wanagombania nyama, sisi wanatuachia mifupa. Mimi naliangalia taifa na wanahitajika watu wengi wa kuangalia kwamba taifa letu ni kubwa kuliko Chadema, taifa letu ni kubwa kuliko CCM. Siwaoni. Katika mtazamo wa kutazama taifa ni kubwa kuliko vyama vya siasa, ni mambo gani ambayo ingeweza kudhihirisha hilo, na hayo pengine ingekuwa yamebebwa katika mioyo ya watu hawa ambao wanalitazama taifa, yalitakiwa yabebwe mambo gani? La kwanza ni utawala wa sheria. La pili ni muhimili wa bunge linalojitegemea, mahakama inayojitegemea, taasisi zenye nguvu zinazojitegemea. Zinahitaji kujengwa na kuimarishwa na kuhakikisha kwamba haziingiliani. Sasa hivi hapa tuna mihimili inapigana vikumbo, kila mmoja anatembea na bakuli, na hii sio sawa. Labda ni sio ngumu kidogo sana kuieleza kwa interview fupi namna hii. Katika mazingira ya sasa, nini ambacho kinatakiwa kiweze kufanyika ili pengine shughuli za kidemokrasia na masuala ya utawala bora yaweze kuendelea kutamalaki Tanzania, na pengine kama tutakwenda katika uchaguzi, basi uwe ni uchaguzi shirikishi ambao utakuwa huru na haki? Kinachotakiwa kufanyika ni kurudi mezani. Rudisheni mabomu store, rudisheni silaha store, rudisheni virungu store, kaa mezani. Mambo ya kisiasa yamalizwe kisiasa, mambo ya kisiasa hawezi kumalizwa kisheria. Wao watu na wasii watawala wetu na wanasiasa warudi mezani, wazungumze. Mazungumzo, kwa nini wanakwepa mazungumzo? Baba, mimi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi, na umeniambia kwamba unasumbuliwa, na kutakia pole sana. Mwenyezi Mungu akujalie uweze kurejea katika hali yako na uendelee kulitumikia taifa na kulijenga jiji la Mungu. Asante sana ndugu yangu, asante kwa kuniita. Asante sana baba.